asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightness your way. Niseme tu asante kwa kuendelea kusalia nami, mtazamaji wangu wa kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Na mimi hapa lengo langu ni kuhakikisha kwamba ninakuletea watumishi wa Mungu ambao watakufundisha na watayagusa maisha yako kwa namna moja, kuhakikisha kwamba katika eneo la kiroho basi unakuwa vizuri. Na hapa niko na mchungaji tena mwingine, na hapa nitampa nafasi, atajitambulisha na atakwambia yeye ni mchungaji nani, kutoka wapi. Na baada ya hapa tutaendelea na somo letu ambalo tumekuwa tukiendelea nalo kwa wiki zilizopita, na leo tunaendelea kwa somo hili ambalo linasema jinsi ya kuomba. Nikukumbushe tu, kama ndio kwanza unaungana nami, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0655770796 06550796. Mimi naitwa Madosh James. Unaweza ukaikopi namba hii pembeni ya TV yako hapo, na moja kwa moja ukautuma ujumbe wako hapa kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongera na kazi ya Mungu. Amina sana na asante. Amen. Nikukaribishe tena katika kipindi. Kwanza kabisa umependeza bwana. Naona leo. Amina. Asante. Kuna kola hapo ili utambulisho usio mrefu kabisa. Amen. Haihitaji kujieleza sana, mimi ni mchungaji. Naona kuna kitu umekipiga hapo cha kukueleza mwenyewe. Amen. Karibu sana uweze kumsalimia mtazamaji wa Star TV katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Asante. Nimsalimie mtumishi wa Mungu ambaye anaendelea kutufuatilia, ambaye ameendelea pia kuwa baraka kwa ajili ya kipindi hiki. Majina yangu ni Boniface Steven, ni mchungaji wa kanisa la EAGT, The Evangelist Assemblies of God. Niko pale Bujora, Kisesa, katika wilaya ya Magu, mkoa wetu huu wa Mwanza. Binafsi naendelea kumshukuru Mungu kabisa kwa kipindi hiki kinachofanyika hapa Star TV kila Jumapili hii cha Amka Tumsifu Bwana. Kiukweli kimekuwa baraka sana kwa upande wangu, namna ambavyo ile kiu yangu niliyokuwa nayo ndani kwamba natamani nilicho nacho pia kifike kwa wengine. Kiukweli kipindi hiki kimekuwa ni sehemu ya kukifanya kile kilichoko ndani kufika kwa watu wengine. Nilitukuze jina la Yesu kwamba kipindi hiki si tu kuwepo mahali hapa, lakini kimekuwa msaada kwa watu. Na hicho ndicho Kristo Yesu alikuja kwa ajili ya, kwamba jina lake liwaokoe watu, liwaponye watu, liwasaidie watu. Amen. Jina la Yesu likifika kwenye kiwango ambacho halileti msaada kwa watu, basi halina umaana, lakini kikisha tenda kuleta msaada kwa watu, linakuwa kwa kweli ile kazi aliyoifanya msalabani inadhihirika. Kwa kupitia hiki kipindi naona kundi kubwa la Watanzania na nje ya Tanzania. Kwa mfano Jumapili iliyopita nilihudumia mtu kutoka Burundi. Kutoka hapa mtu akanipigia kutoka Burundi, na tukao tumefanya huduma naye, na namshukuru Mungu kwa kweli ametenda jambo kwa ajili ya mtu yule kabisa. Kwa hiyo naona kwamba kumbe kupitia hiki kipindi kazi ya Mungu haishi tu mkoa wa Mwanza wala mikoa ya Tanzania, inavuka na hata nchi yetu ya Tanzania kuwafikia watu nje ya Tanzania. Hilo ni jambo ambalo binafsi moyo wangu unafurahi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Na tumeendelea kujifunza somo la jinsi ya kuomba. Jinsi ya kuomba, miongoni mwa masomo ambayo ni nyeti sana, miongoni mwa masomo ambayo yanahitaji umakini sana, na namshukuru Mungu limeendelea kuwasaidia watu. Na tumeenda sasa, tuko mbali na hili somo, na leo nataka tukaangalie kipengele cha kuombeana. Kwenye zile njia 4 nilizosema za kuwasilisha maombi mbele za Mungu. Njia 4 za kuwasilisha maombi mbele za Mungu. Tukawa tumeangalia njia ya kwanza ni kupitia njia ya maombezi ama kuombewa. Lakini leo nataka tukaangalie kipengele ama namna ya kuwasilisha maombi mbele za Mungu kwa njia ya kuombeana. Kwa njia ya kuombeana. Fikiri kabla tujaendelea nimshukuru Mungu. Sawa, karibu. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme, Mungu mwema, ni saa yako, wakati wako, na ruhusu Roho Mtakatifu mwalimu atutangulie katika kipindi hiki kwa utukufu wa jina lako tu.
Ibilisi shetani mwenye hila akanyamaze kimya, na utukufu wa ufalme wako peke yake Mungu ukatende kazi kupitia jina la mwanao Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Amen. Kwenye umegusia mchungaji, samahani nikukatishe, namna ya kuombeana, lakini tulikuwa na somo wiki iliyopita ilikuwa ni maombezi kutoka kwenye hili somo la jinsi ya kuomba. Ndio. Sasa kuombeana na maombezi, naomba kwanza utupe msingi mzuri hapo. Ni vitu viwili ambavyo vikoje na vinaendaje, ili tunapoenda kukiangalia kipengele hiki cha leo, namna ya kuombeana, tuweze kukufahamu vizuri, mimi pamoja na mtazamaji hapa. Amen. Maombezi ama kuombewa na kuombeana, ukienda kwa haraka unaona kama ni vitu vinavyotaka kufanana, lakini kimsingi ni vitu vinavyotofautiana. Na utofauti wake ni nini? Moja, maombezi ama kuombewa mara nyingi hufanyika kwa yule mtu aliyoko juu yako kimafuta ama kineema ya Mungu. Inaweza ikawa ni kupitia zile kanuni za uongozi mlizo nazo, kwamba ni mchungaji anamuombea mzee wa kanisa, anamuombea shemasi, ama anamuombea muumini mwingine. Ni mchungaji anaombewa na askofu wake, ama askofu anamuombea huyu wa chini. Mara nyingi kwa mtiririko hata kwenye udhibitisho wa kibibilia, mara nyingi kuombewa kumekuwa yule aliye juu ndiye aliyekuwa kiombea walio chini. Aliye juu ndiye. Hapa sina maana kwamba aliye chini hawezi kumwombea aliye juu, lakini kikawaida mara nyingi maombezi yamekuwa yakifanyika kwamba tunasema kwamba Mungu aliyemweka mahali pale kuna mafuta na neema aliyompaka zaidi. Sasa yule ndiye anayekuwa anafanya nini? Anaombea hawa watu wengine. Na hata kawaida ambayo tunatembea nayo watu wengi, ni mara nyingi ni rahisi yule ambaye yuko chini kwenda kutafuta kuombewa na yule ambaye yuko juu. Ni mara nyingi, na hata watu wanapenda kuendelea kwa sababu ya ile neema ambayo Mungu amempa. Kwa sababu ile haimaanishi kwamba tunazidiana nafasi katika Mungu, lakini huyo Mungu ndiye ameweka utaratibu huo. Lakini kuombeana sasa, kuombeana hii ni mtu kutokujali mambo yake mwenyewe na badala yake kuhusika na mambo ya watu wengine. Kwenye maombezi wakati mwingine muombewaji ndiye anaweza kupeleka hitaji kwa muombeaji, lakini hapa kwenye kuombeana, hata kama sijaleta hitaji langu kwako, wewe unakuwa unafahamu kwamba moja ya wajibu wako tangu umeokoka kama Mkristo ni kuombea wengine. Kwa hiyo ni moja ya jukumu ambalo unalo automatic, yaani ukishaokoka tu, miongoni mwa mambo nakabidhiwa, miongoni mwa vitu nakabidhiwa, miongoni mwa kazi nakabidhiwa kuzifanya ni pamoja na kuombea watu wengine. Kumbe ni moja ya wajibu ambao mtu anaupata anapookoka. Ndio. Na vipi sasa huu wajibu, kwa sababu mchungaji, kwanza kwa wewe binafsi, unadhani kwa asilimia nyingi katika wokovu watu wengi wanaofahamu huu wajibu kwamba nikiokoka kazi yangu ni kuombea wengine? Wengi hawaelewi, wengi hawajui. Na kwa nini hawajui? Inaweza ikawa ni sababu kwamba katika hatua za ukuaji bado ndo wanaendelea kufanya nini? Kukua. Na ndio maana Mungu ametuweka mahali hapa kuendelea kufundisha. Na hii ulio swali unauliza ndilo swali linalohusiana sana na swali mada ambayo inazungumziwa ya kupasuka kwa pazia la hekalu. Kwamba watu wanasema kwamba baada ya ile pazia la hekalu kupasuka, basi kila mtu alipata nafasi ya kumwendea Mungu moja kwa moja. Hapahitaji tena mtu mwingine wala mchungaji wala nini. Lakini ukweli ni kwamba pamoja na kwamba pazia la hekalu lilipasuka, bado kunahitajika watumishi wa Mungu kuwasogeza watu mbele za nani? Za Mungu. Tunaposema kuwasogeza watu mbele za Mungu, kusogeza watu mbele za Mungu ina maana tofauti na moja. Kwamba pia hata hii ya kukufundisha kwamba lile ulikuwa ulijui kwa ajili ya namna ya kulifanya mbele za Mungu, nikakufundisha ukalijua, ni moja ya hatua ya kukusogeza mbele za nani? Za Mungu. Kwa ukweli ni kwamba kuna watu wengi wamo ndani ya Ukristo, lakini bado hawajui wajibu wao, kwa nini wawepo pale. Moja ya wajibu kwa nini umeokolewa na Kristo Yesu ni kwa ajili ya kuombea watu wengine, na si kuombea tu waliookoka ama washirika wenzako ama familia yako. No, kuombea na hata ambao hawajaokoka.
ni moja ya jukumu. Kwa tunaposema kuombeana, maana yake sasa ni kushirikishana nguvu ya pamoja ili kubebeana udhaifu, kulengo la kukamilishana kufikia utukufu wa Mungu. Sawa mchungaji, wanasema kwamba sheria ukiivunja haijalishi kwamba ulikuwa unajua ama ulikuwa hujui, ila cha msingi ni kwamba tunachokuhukumu ni umevunja nini? Umevunja sheria. Ndio. Kwa hiyo wewe kutokujua kwako kwa sheria haimaanishi kwamba ulichokifanya sio kosa. Nataka kujua sasa hapa, umesema kwamba ni moja ya wajibu ambao mtu anaupewa baada ya kuingia kwenye wokovu, kuhakikisha kwamba anaombea watu wengine. Nataka kujua kuna na yenyewe hii inahesabika kama makosa pale ambapo mimi mtu atakuwa ameokoka, nimeokoka vizuri, lakini huu wajibu siufanyi kama ambavyo mchungaji umesema natakiwa nifanye. Mimi huu wajibu siufanyi, na sio kwamba sifanyi kwa sababu sijui. Kuna namna ambavyo nahesabiwa uovu katika hiki kitu ambacho nitakuwa sijakifanya. Si kuhesabiwa uovu, kuhesabiwa kukosa. Kuhesabiwa kukosa. Ni jambo la kutafuta kujua kile ambacho ukijui ni jukumu lako wewe. Kwa hiyo maana Mungu alishamaliza kukiweka hicho unachotakiwa kukijua. Ila pia alishawaweka wanaojua wenye nafasi ya kukusaidia wewe ujue. Ndio maana kwenye Waebrania anasema hivi, tunayo mengi ya kuwafundisha kuhusu yeye, lakini kwa sababu ya uvivu wenu. Maana yake wajibu wa kutaka ujue ni wewe. Bidii ya kutaka ujue iko juu yako. Wa kukujulisha wapo. Wa kukufundisha Mungu alishawaweka. Cha kufundishwa wewe Mungu alishakiweka. Kwa hiyo ili ujue, hiyo ni bidii yako ya kutaka kujua. Sasa kama kuna vitu utavikosa kuvijua kwa sababu ya aidha kupuuzia kwako ama uzembe wako wa kutaka kujua, hiyo hatia itabaki juu yako. Kwa hiyo hii itakuwa hatia kabisa bila kupepesa macho. Nisipoombea wengine ni hatia kabisa. Kwa sababu ukumbuke hivi, kadiri unavyojitahidi kuyajua mambo ya Mungu, ndivyo kadiri unavyopata nafasi nzuri ya kumzalia Mungu matunda. Na ukumbuke hivi, unajua kuna watu naweza kulizungumza hivi, moja ya kosa kubwa kabisa katika ufalme wa Mungu ni kutokuzaa matunda. Mungu hajatuokoa kwa ajili ya kujisifu. Mungu hajatuokoa kwa ajili tutembee kwamba sisi ni walokole, tutembee sisi tunasali. Mungu ametuokoa kwa ajili ya kumzalia matunda. Kwa hiyo kama uko kwenye wokovu na umzalii Mungu matunda kwa sababu ya kutokujua, wewe una hatari kubwa kabisa. Umepaswa kuhakikisha unamzalia Mungu matunda. Nafikiri sasa tukaangalie kwenye hiki kipengele cha kuombeana. Sawa, twende moja. Ili twende mtazamaji wetu atupate vizuri. Na tulizungumza kuna njia nne za kuwasilisha maombi ama mahitaji ya mtu mbele za Mungu. Tukao tumeangalia ya kwanza kwamba ni maombezi. Lakini leo nataka tuzungumze kuhusu habari ya kuombeana. Sawa. Kama ambavyo nilisema kwenye kipengele cha maombezi, narudia tena kusema hivi. Nilisema kwenye kipengele cha maombezi nikasema hivi, kuna mambo katika maisha yako hayataweza kutendeka ni mpaka umeombewa. Lakini pia mtazamaji wangu ni vizuri akanielewa kwamba pia kuna mambo kwenye maisha yako hayataweza kutendeka ni mpaka umekuwa na desturi ya kuombeana. Tunaposema habari ya kuombeana hapa tunazungumzia vile vipindi ambavyo watu wanakuwa na vikosi ama wanatengeneza makundi mbalimbali. Inaweza ikawa ni ndani ya kanisa, inaweza ikawa mmechaguana hapo ndani ya kanisa, mmechaguana pengine watu 10, watu wangapi, mnakuwa na desturi ya kukutana pamoja kwa ajili ya kufanya nini? Kuombeana. Inaweza ikawa si kanisa la mahali pamoja tu, inaweza ikawa wewe mmeungana, mnaweza kuwa mmeungana watu ndani hata mmetoka kwenye mikoa mbalimbali ya nini? Ya Tanzania. Mnatengeneza namna ya kuwa mnafanya nini? Kuombeana. Mnatengeneza namna ya kuwa mnaombeana. Kuna vitu vingine kwenye maisha yako havitatendeka ni mpaka pale siku umechukua hatua ya kuhusika na mambo ya watu wengine. Kwamba unajua moja ya kitu ambacho kinafanya waombaji wengi hawajibiwi ni kitu kinaitwa maombi ya ubinafsi. Yaani watu wengi wanashughulikia matatizo yao wenyewe. Watu wengi wanashughulikia mambo yao wenyewe. Lakini Mungu
hatutaki tushughulikie mambo yetu tu peke yake. Mungu anatutaka pia kushughulika na kwa ajili ya mambo ya watu wengine. Kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yangu ili yatendeke ni mpaka Mungu ameona ninashughulika kuhusu na mambo ya watu wengine. Mungu kuna vitu atatenda kwa watoto wangu baada ya kuona na mimi kuna mzigo ninaubeba kwa ajili ya watoto ya watu wengine. Mungu kuna vitu atatenda kwenye huduma yangu baada ya kuona kwamba kuna wakati natenga muda wa kuomba, si kwa ajili ya huduma yangu, kwa ajili ya huduma ya watu wengine. Iwe ni kwenye biashara, kuna mambo yatafunguka kwenye biashara yako, si kwamba wewe kwa ajili ya kufunga kila siku na kuomba kwa ajili ya biashara yako. The moment utakapokuwa umechukua hatua ya kufunga na kuomba kwa ajili ya biashara za watu wengine, kadri unavyoshughulika na mambo ya watu wengine, ndivyo inavyokuwezesha kukufungulia baadhi ya milango ifunguke kwa ajili ya mambo yako. Kwa hiyo ndio na hiyo mchungaji ni hatua ya kwanza, sio? Katika kipengele hiki cha namna ya kuombeana. Ndio. Sawa, kwa sababu mchungaji, muda wetu nakimbia na natamani sana mtumishi wa Mungu anayetufuatilia hapa aweze kujifunza vingi kutoka kwako. Ndio. Nataka umpe ujumbe wa mwisho sasa kwa yeye ili aweze hata kama itatokea pengine amejiunga nasi hapa katikati aweze kukuelewa vizuri. Hebu ongea naye kwa dakika chache sana mchungaji. Sasa hapa nafikiri labda nitoe tu mawasiliano kwa sababu kipengele chetu kiko mwanzo sana. Ukisema nimpe ujumbe wa mwisho nitakuwa nimesijamweleza mtazamaji wangu kile ambacho ni cha kina anachotakiwa kukifahamu. Sawa, kwa sababu kama muda umetubana basi fanye hivyo tu. Niombe tu radhi wasikilizaji wetu kwamba basi kama muda umetubana kwa sababu sasa hapa ndo ni hata utangulizi sijamaliza. Sasa manake hata utangulizi sijamaliza. Okay mchungaji, hata ule utangulizi sijamaliza. Tutapata nafasi nyingine kwa ajili ya kuweza kujifunza kwa sababu Mungu atatukutanisha na bado neema yake itaendelea kuonekana. Naomba sasa twende moja kwa moja hapo ili kama atahitaji kujifunza zaidi akupate vipi. Labda nimwambie tu mtazamaji wangu kwamba ninaendelea kulifundisha somo hili kupitia group la WhatsApp ambapo kuna watu mle ndani ambao tumeendelea kujifunza na kujibu maswali ya watazamaji kwa kina na si tu kwa somo la jinsi ya kuomba na maswali mengine ambayo yanahusu kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Kwa yule mtu ambaye atatamani kuendelea kujifunza, labda wito wangu kabisa kwa mtazamaji wangu kwamba natamani ndani ya watumishi wa Mungu wapate kiu ya kuendelea kumtafuta Mungu. Na tunaposema kiu ya kuendelea kumtafuta Mungu, tuna maana ya kwamba kiu ya kutamani kujifunza kuhusu Mungu. Kuhusu Mungu. Na ili ujifunze kuhusu Mungu ni vizuri kabisa pia ukawa na namna ya kujifunza kuhusu Mungu. Na kwenye hilo group la WhatsApp kiukweli namshukuru Mungu. Naiona neema ambayo watu wanaipata kupitia mafundisho yale. Kwa mimi ni mwalike mtazamaji anayenitazama kwamba yako mambo mengi na mazuri sana anayofundisha tangu tunapoanza Jumatatu mpaka Jumamosi katikati hapa, pamoja na kwamba ninao ubize mkubwa kwa ajili ya huduma ya Mungu mbalimbali, kufanya semina na makongamano mbalimbali huku, lakini bado ninatenga muda toshelevu kwa ajili ya kufundisha kupitia njia hiyo ya WhatsApp na kuombea watu. Na mshukuru Mungu kuna watu wengi ambao nimeendelea kuombea. Hata jana usiku nimepata ushuhuda wa ndugu mmoja kutoka Singida, mama yake alikuwa anaumwa lakini nimemwombea na mama yake amemponya. Na Mungu mama yake amepona, Mungu amemponya mama yake. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Nitoe mawasiliano yangu, nambari yangu ya simu ambayo pia iko kwenye WhatsApp ambayo ndio inatumika kwenye hilo group la mafundisho. Ni 0744 ni 0744 48 80 53 0744 48 80 53. Hiyo ndio namba ambayo ninaitumia kwenye WhatsApp, na ukitaka niambie tu niunganishe, nitakuunganisha na wewe utakuwa miongoni mwa ile familia ambayo sasa tunaendelea nayo tangu tumeanza mafundisho haya ya jinsi ya kuomba, na kufundisha kabisa kiwango ambacho utafika na wewe unaweza kusimama na ukaomba wewe kama wewe. Na kwa kufanya hivyo atakuwa amekupata moja kwa moja. Amen. Sawa, nikushukuru mchungaji na Mungu atubariki, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kwa Jumapili hii ya leo. Na katika mada hii ambayo tuko nayo, Mungu atusaidie ili kuweza kuikamilisha vizuri kabisa. Amen.
Nikushukuru sasa mtazamaji wangu katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu hapa Star TV. Umekuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki, Madoshi James, na nikuombe sana usiache kuungana nami katika vipindi vijavyo. Jumapili tutakutana hapa kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili kwa ajili ya kuweza kujifunza neno la Mungu, kwa ajili ya kuweza kumjua Mungu anataka nini juu ya maisha yetu. Na kubwa zaidi tuweze kujifunza na kufikia ufalme wa Mungu anataka nini katika maisha yetu hapa duniani. Kwa hiyo Star TV ni sehemu sahihi sana kuweza kujiunga pamoja nasi. Nikwambie tu tuache maisha ya kujitahidi, ifike wakati tuanze kupambana kwa ajili ya kukamilisha yale ambayo Mungu ametaka tuyakamilishe. Anayenifanya kuonekana hapa ni Venita, pamoja na msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Mimi naitwa Madoshi James, nimekuwa na mchungaji Boniface Steven katika kipindi hiki, na nikukutakie tu usikilizaji mwema. Tunaweza kujiunga na kipindi kingine kinachoendelea. Hatujafika mwisho na bado tunaendelea. Twende mapumziko mafupi, tutakaporejea basi kutakuwa na wageni wengine na Mungu ataendelea kukuhudumia zaidi. Kwa heri.